Baraza limeidhinisha rasmi kutolewa kwa matokeo hayo. Kuhusu usajili na mahudhurio, jumla ya wanafunzi 1,583,686 walisajiliwa kufanya upimaji wa kitaifa darasa la 4, wakiwemo wasichana 818,673 sawa na 52% na wavulana 765,013 sawa na 48%. Mahudhurio katika upimaji wa darasa la 4 yalikuwa 94% sawa na wanafunzi 1,490,377 katika shule za msingi 20,508. Aidha, wapo wanafunzi 93,309 sawa na 6% hawakufanya upimaji huu pamoja na kuwa walisajiliwa. Kwa upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, wanafunzi 889,264 walisajiliwa, wakiwemo wasichana 492,856 sawa na 55% na wavulana 396,408 sawa na 45%. Mahudhurio katika upimaji wa kidato cha pili alikuwa 91.3 sawa na wanafunzi 811,575 katika shule za sekondari 6,223. Aidha, wapo wanafunzi 77,689 sawa na 8.7 hawakufanya upimaji huu pamoja na kuwa tuliwasajili. Kuhusu matokeo, kwa upimaji wa darasa la 4 ufaulu wa jumla umepanda kwa 2.67 ambapo wanafunzi 1,324,970 sawa na 88.91 wamefaulu kwa kupata madaraja ya ufaulu ya A, B, C na D. Kwa mwaka 2024 ufaulu ulikuwa 86.24 na mwaka 2023 ufaulu ulikuwa 83.34. Kuhusu ulinganifu wa matokeo kwa jinsi, wasichana waliofaulu ni 703,287 sawa na 90.1 ya wasichana wote waliofanya upimaji huu. Aidha, wavulana waliofaulu ni 621,683 sawa na 87.59 ya wavulana wote waliofanya upimaji huu. Kati ya wanafunzi wote waliofaulu, wasichana ni 53% na wavulana ni 47%. Kuhusu ufaulu kishule, kati ya shule 20,508 zenye matokeo, jumla ya shule 20,364 sawa na 99.3 zimepata wastani wa madaraja ya ufaulu ya A mpaka D. Shule 144 zimepata wastani wa daraja E ambalo ndilo daraja la chini zaidi lenye alama kati ya 0 na 60. Idadi ya shule zilizopata wastani wa daraja E zimepungua kutoka 197 mwaka 2024 na 325 mwaka 2023. Kuhusu ufaulu kimasomo, kwa upimaji wa mwaka 2025 ulizingatia mtaala ulioboreshwa ukihusisha masomo 9, masomo 5 ya lugha, yani Kiswahili, English language, French language, Arabic language na Chinese language, masomo 2 ya sanaa, jiografia na mazingira, sanaa na michezo, pamoja na historia ya Tanzania na maadili, na masomo 2 ya science na hisabati. Kwa ujumla ufaulu katika masomo yote ni mzuri. Kwa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili ni 92.1 ukipanda kutoka 84.52 mwaka 2024. Ufaulu wa somo la English language ni 72.71 ukipanda kutoka 68.86 mwaka 2024. Kwa upande wa masomo ya lugha chaguzi, jumla ya wanafunzi 6,833 walifanya upimaji huu kwa mara ya kwanza, ambapo kwa somo la French language wamefaulu kwa 95.73, lugha ya Kiarabu kwa 80.45 na somo la Chinese language kwa 93.16. Kwa masomo ya science, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa somo la science ni 87.93 na somo la hisabati ni 81.44. Somo la hisabati limeendelea kuimarika kwa ngazi ya darasa la 4, kwani wanafunzi waliopata daraja E wamepungua kwa 10% na waliofaulu kwa daraja A wameongezeka kwa 10% ikilinganishwa na ufaulu wa mwaka 2024 ambao ulikuwa 71.4 na mwaka 23 ambao ulikuwa 54%. Kwa masomo ya sayansi ya jamii, ufaulu wa somo la jiografia na mazingira, sanaa na michezo ni 83.22
na somo la historia Tanzania na maadili ni asilimia 82.99. Kwa upande wa matokeo ya upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, mwaka 2025 baraza lilipima mitaala miwili, mtaala wa awali na mtaala ulioboreshwa ambao umepimwa kwa mara ya kwanza kwa wanafunzi wa mkondo wa amali. Ufaulu wa jumla kwa watahiniwa wa shule ni asilimia 86.93 sawa na wanafunzi 705,591, ambapo kati yao wavulana ni 312,492 sawa na asilimia 88.28 ya wavulana waliofanya upimaji, na wasichana ni 392,599 sawa na asilimia 85.89 ya wasichana waliofanya upimaji huo. Aidha, kati ya waliofaulu wavulana ni asilimia 44 na wasichana ni asilimia 56. Kwa ujumla, ufaulu wa kidato cha pili mwaka 2025 umeimarika kwa ongezeko la asilimia 1.52 kutoka asilimia 85.41 ya mwaka 24 na asilimia 85.31 ya mwaka 23. Kwa kuzingatia mitaala, wanafunzi waliosoma kwa mtaala ulioboreshwa wamefaulu 1975 sawa na asilimia 89.85, na wanafunzi waliosoma mtaala wa awali wamefaulu 703,116 sawa na asilimia 86.93. Kwa kuzingatia ubora wa ufaulu, jumla ya watahiniwa 240,469 sawa na asilimia 29.64 waipata madaraja ya la kwanza mpaka la tatu. Mwaka 24 waliopata madaraja hayo walikuwa 239,707 sawa na asilimia 30.08, na mwaka 23 walikuwa 192,633 sawa na asilimia 27.73. Idadi ya wanafunzi waliopata division 1 mwaka 25 ni 78,309 sawa na asilimia 9.65. Waliopata division 1 mwaka 24 walikuwa 77,772 sawa na asilimia 9.76, na mwaka 23 walikuwa 58,180 sawa na asilimia 8.37. Kuhusu ufaulu kishule, jumla ya shule 6,198 sawa na asilimia 99.6 ya shule zote 6,223 zenye matokeo zimepata wastani wa daraja A mpaka D. Idadi ya shule zilizofaulu kwa daraja A zimeongezeka na kufikia 177 mwaka 25 kutoka 155 mwaka 24 na 96 mwaka 23. Kwa upande wa shule zilizopata daraja F ni 25 mwaka 2025, na mwaka 24 zilikuwa 27 na mwaka 23 zilikuwa 30. Kuhusu ufaulu kimasomo, kwa masomo ya sayansi jamii, ufaulu wa masomo ya history na geography ni wa wastani, ambapo history ni asilimia 56.29 na geography ni 57.52. Ufaulu wa somo la civics ni asilimia 35.1 ikiwa ni ongezeko la asilimia 2 kutoka 33.24 asilimia ya mwaka 2024. Kwa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili ni 94.31 asilimia, English language ni asilimia 73.16. Mwaka 2024 ufaulu wa English language ulikuwa asilimia 74.58, na mwaka 23 asilimia 68.27, na mwaka 22 ulikuwa asilimia 60. Hivyo takwimu hizi zinaashiria kuwa somo la English language linaendelea kuimarika, kwani kwa kipindi cha miaka mitatu ufaulu wake umepanda kwa asilimia 13. Kwa upande wa sayansi asili, masomo ya physics, chemistry, biology na basic mathematics yana ufaulu ulio chini ya wastani kati ya asilimia 22.71 na asilimia 41.84. Somo la basic mathematics limeendelea kuimarika kwa kupanda kwa asilimia 4.03 na kufikia asilimia 22.87 ya mwaka 25 kutoka asilimia 18.85 ya mwaka 2024. Kwa masomo ya biashara, ufaulu wa bookkeeping na commerce umeendelea kuwa ni wa wastani kama ilivyokuwa mwaka 2024. Ufaulu wa somo la bookkeeping ni asilimia 41.19 na somo la commerce ni asilimia 44.21 ikiwa ni ongezeko la asilimia 0.44. Kuhusu hali ya ufaulu kwa wanafunzi wa mkondo wa amali ambao ulipimwa kwa mara ya kwanza mwaka 25, katika jumla ya shule za amali 48 zilizojisajili katika fani kuu 10 kati ya 15 zilizoainishwa katika mtaala ulioboreshwa. Katika upimaji huu, wanafunzi wa mkondo wa amali walipimwa katika fani mahsusi 42 zilizohusisha masomo 28 yaliyopimwa kwa vitendo. Jumla ya wanafunzi 2267 walisajiliwa, wakiwemo wavulana 1473 sawa na asilimia 65 na wasichana 794 sawa na asilimia 35. Kati yao wanafunzi 2199 sawa na asilimia 97 walifanya upimaji huo. Jumla ya wanafunzi 1975 sawa na asilimia 89.85 wamefaulu
wakiwemo wavulana 1331 na wasichana 644. Hivyo wanafunzi hao sasa wataruhusiwa kuendelea na kidato cha 3 kwa mkondo wa amali mwaka 2026. Kuhusu ufaulu kwa masomo 6 ya lazima ya mkondo wa amali, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa somo la mathematics ni 40.54%, computer application ni 60.41%, life skills 48.68%, business studies 58.46%, English language 71.16%, na historia Tanzania na maadili 58.42%. Ufaulu kwa upande wa fani mbalimbali za ufundi na ufundi stadi, takwimu zinaonyesha kuwa kwa fani za uhandisi uhandisi ujenzi ufaulu ni 100%, uhandisi umeme ufaulu ni kati ya 98% na 100%, uhandisi mitambo ni 100%, tehama 89% hadi 100%, uhandisi magari ni 95% mpaka 100%. Kwa fani ya kilimo na chakula ufaulu ni kati ya 96% mpaka 100%, ukarimu na utalii ni 98% mpaka 100%, mavazi na ushonaji ni 15% mpaka 100%. Katika fani hii ya mavazi na ushonaji lipo somo la leather goods and footwear, halikufanyika vizuri kwani ufaulu wake ni 15%. Ufaulu kwa fani ya michezo ni 100% na kwa fani za sanaa za ubunifu ni 95% mpaka 100%. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, mwaka 2024 baraza lilisitisha kuendesha mtihani wa maarifa maarufu kama QT ambao ulikuwa ukiwezesha watahiniwa kujitegemea kupata sifa ya kufanya mtihani wa kidato cha 4. Sasa badala yake baraza linaendesha mtihani wa kitaifa wa kidato cha pili ambao watahiniwa kujitegemea kupitia upimaji huo wanapata sifa ya kufanya mtihani wa kidato cha 4. Kwa mwaka 2025 watahiniwa kujitegemea 9454 walisajiliwa, kati yao 7437 sawa na 78.67% walihudhuria upimaji huo. Takwimu zinaonyesha kuwa watahiniwa 5027 sawa na 67.69% ya waliofanya upimaji wamefaulu na hivyo kuwa na sifa ya kufanya mtihani wa kidato cha 4. Mwaka 2024 watahiniwa 4205 sawa na 56% walifaulu, hivyo kuna ongezeko la 12% ya ufaulu kwa watahiniwa wa kujitegemea. Katika upimaji wa mwaka 2025 wapo watahiniwa waliokiuka taratibu za mitihani. Hivyo baraza limefuta matokeo yote ya wanafunzi 41 waliofanya udanganyifu na 8 walioandika matusi kwenye karatasi zao za majibu katika upimaji wa kitaifa darasa la 4. Aidha, baraza limefuta matokeo yote ya wanafunzi 29 waliofanya udanganyifu na 11 walioandika matusi katika upimaji wa kidato cha pili. Matokeo hayo yamefutwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha pili J cha sheria baraza la mitihani sura namba 107 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha pili B cha kanuni za mitihani za mwaka 2016. Baraza la mitihani linapenda kuchukua fursa hii kuzipongeza kamati za mitihani, wakuu wa shule, wasimamizi, wasahishaji na wadau wote wa elimu kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya kuwa utulivu na kuendesha upimaji huu. Aidha, baraza linawapongeza wanafunzi wote waliofanya upimaji huu kwa kuzingatia kanuni za mitihani wakati wote. Matokeo ya upimaji huu yanapatikana katika tovuti ya baraza www.necta.go.tz. Asanteni sana.